Ya, kwa majina naitwa Hassan Forodha maarufu MC Kisoda, mwenyekiti wa tawi la wekundu wa Kibaha mjini, lakini pia ni mwenyekiti wa makamu mwenyekiti wa matawi ya wilaya ya Kibaha. Kwa ni kiongozi wa wilaya. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutupa afya njema, lakini pia ni washukuru viongozi wa Korefa, yani chama cha mpira wa miguu mkoa wa Pwani, kwa kuweza kutualika sisi kama wawakilishi kutoka kwenye matawi ya Simba Sport Club, na kama nilivyosema kama makamu mwenyekiti wa matawi ya wilaya ya Kibaha. Kwa watu wote ambao tumeweza kuitikia mwitikio huu, kwa sababu ni jambo kubwa na ni jambo la thawabu kwa Mwenyezi Mungu, na ni jambo ambalo linaenda kutuongezea uzoefu katika hili. Hii ni season 1 katika iftari katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika mwaka huu 2025, lakini naamini mwanzo huu ni mwanzo mzuri katika iftari, na naamini itaendelea zaidi na itakuwa ni kubwa zaidi kwa hapa tulipo. Kwa hiyo kwa hichi kidogo ambacho tumekipata tunakishukuru kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu usiposhukuru kidogo kikubwa uweze kukishukuru. Kwa hiyo hili limefanyika ni kwa Waislamu na wasio Waislamu, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia ni kwa rezma. Kwa hiyo wote tumeweza kufuturu kwa pamoja bila ubaguzi wa aina yoyote. Na kingine ni washukuru Korefa, kwa sababu wanafanya kazi kubwa kwa vitendo, na yani wanasema nadharia na vitendo, kwa maana kwamba wanaonekana katika mpira wa Pwani namna jinsi wanavyopambana, na lakini vile vile zinaonekana na timu pia namna zinavyopambana uwanjani. Kwa hiyo ile kauli mbiu yao kusema mpira lazima uchezwe, mpira unachezwa kweli. Na Kibaha pamoja na Kibaha hii pamoja na sehemu nyingine tofauti tofauti tunaziona timu katika viwanja tofauti tofauti wakicheza mpira. Hili ni jambo zuri sana, jambo kubwa. Kikubwa ambacho kinanifurahisha zaidi ni kuona pia kuna uongozi wa wanawake. Nimeona kuna mwenyekiti, kuna katibu na alikadhalika. Nao pia vile vile hawana maneno matupu, wanafanya mpira unaendelea vizuri na watu wanaona. Juzi tukaona ligi ya wanawake imemalizika na wameweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kimsingi Korefa hawapo kwa maneno, bali wako kwenye vitendo zaidi, ambavyo kimsingi mimi naomba TFF waweze kuliangalia kwa jicho la juu sana Korefa Pwani, kwa sababu wanafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo kama kuna rudhuku yoyote au kuna chochote ambacho watakiwa wapate, watu wa kwanza natamani TFF waweze kuwapatia watu wa Pwani, kwa sababu wanafanya vitu ambavyo vinaonekana kwa vitendo. Lakini pia kwa wale wengine ambao wako kwenye mpira, vyama vya mpira kwa mikoa mingine, basi nao vile vile wajitahidi waweze kuiga kupitia chama cha mpira wa mkoa wa Pwani Korefa. Nini wito wako sasa labda kwa mashabiki wa Simba? Mnaelekea katika mchezo wa kimataifa dhidi ya Al Masry. Unawaambia nini mashabiki ukiwa kama makamu mwenyekiti wa wilaya ya Kibaha? Kwanza naiba hii kauli ya Korefa, mpira lazima uchezwe. Na niwaambie tu mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania, kwa sababu tukizungumzia Tanzania uwe na Mungu, uwe Yanga, uwe Simba, uwe nani, yani timu ikishatoka hapa inaenda kucheza kimataifa, shirikisho, ina maana unatakiwa wewe uishangilie hata kama ukiwa na roho mbaya kiasi gani, lakini unatakiwa uweke mpira, yani tuweke zile mambo yote tuweke pembeni. Timu yoyote ikicheza kimataifa lazima tuende tukaisupport, iwe ni Yanga, iwe ni Simba. Kwa kifupi, Simba sasa hivi tunaenda kwenye ari ya kwenda kuvuka katika hatua ya robo finali, ambayo siku zote mwaka robo tunaenda kwenye nusu finali, na tunahakikishia wapenzi mashabiki wa mpira tunaenda kuhakikisha kwamba tunaenda kucheza na ile timu na tunaenda kushinda, na tunarudi huku nyumbani, na pia pale kwa Mkapa hatoki mtu, lazima pale kwa Mkapa tuchinje. Kwa hiyo nawahakikishia watu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tunaomba atujalie afya njema kwa mashabiki, viongozi, benchi la ufundi, halikadhalika na timu kwa ujumla, iende katu hakikishie kama tunaenda kuingia nusu finali kwenye kombe la shirikisho. Asante sana. Asante.